Nilikwenda Mbeya, kuna matata, Limaloleza, kuzuri sana, kuna vutia, kuna vaibu, kuna morali, kuna mizuka. Nilikwenda Mbeya, na kaka Samu, Samu Mpogole, na kaka yule, kaka Nimo, na Mwaisunga, sauti ya mamlaka, na yule kule, kaka Justini, wapi Mwakelu, Abednego, wapi Namo, mzungu yule, kutoka Mbeya, ana morali, ana mizuka, kaka Ablai, kaka Ikra, nilikwenda Mbeya, hapo ulipo shikilia, 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 ng'ang'ania, panda hicho kilima, 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 ng'ang'ania, panda pale na kucha, panda pale na kucha, panda kuleloleza, panda kuleloleza, panda kuleloleza, panda mlima Mbeya, panda mlima Mbeya, panda mlima Mbeya, panda mlima Mbeya, ng'ang'ania, panda hicho kilima, panda hicho kilima, panda hicho kilima, panda hicho kilima, panda mlima kucha, panda mlima kucha, panda mlima Loleza, panda mlima Loleza, panda mlima Loleza, panda mlima Loleza, panda mlima Mbeya, panda mlima Mbeya. Uweze kupokea na kupanda vizuri mlima Loleza, mlima wenye baraka, mlima wenye frequency za juu, mlima wenye hewa nzuri. Thank you very much. Na historia ya Loleza bwana, unaambiwa ndio kulikuwepo kuna Wasafa huku bwana walikuwa wanaishi. Ndio. Sasa kuna mwamba mmoja ndo alipelekea hili jina kuitwa. Sawa sawa. Nitakusimulia vizuri, ngoja kwanza nipande. Unajisikiaje kupanda mlima Loleza? Vizuri na fly. Okay, mimi nikutakia safari njema. Brother? Yes boss. Unaitwa nani? Bryson Aidan. Unajisikiaje kupanda mlima Loleza? Hapa ni safi sana. Okay, haya bwana. Jina lako nani mzee? Naitwa Khalid Mohamed. Hapa najisikia good kabisa. Fresh eh? Ya, najisikia poa sana kupanda mlima Loleza sasa. Moyo umefunguka sana kupanda mlima Loleza. Sauti ya mamlaka, najisikia poa sana kupanda mlima Loleza. Mr. Mohamed, na enjoy kupanda mlima Loleza. Say Hunter, na enjoy kupanda mlima Loleza. Bila shaka huyu hapa ni Msafwa. Nafurahi sana kupanda mlima Loleza. Muona bwana Mo taratibu. Niko mdogo. Ameyapenda mazingira ya Mbeya. Na ni mara yake ya 6 kupandisha mlima huu. Akifuatiwa na bwana Samu Mpogole, ambaye ni mtu ambaye anapenda sana kupandisha milima. Mambo ya adventure nyingi anazifanya kwa Mbeya. Utamkuta Mpanga Kipengele, utamkuta Rungwe, utamkuta Lake Ngosi. Wewe ni nani ambaye uhitaji kujua mazingira ya Mbeya na ni mkazi wa Mbeya? Toka shirikiana na wenzio katika masuala ya adventure. Utajifunza mambo mengi, utajenga afya. Karibu sana. Unajisikiaje bwana Mo? Najisikia vizuri sana. Hongera sana. Hakuna changamoto niliyopata mpaka sasa hivi. Vizuri sana. Yes. Bwana, huu mlima una mita zaidi ya 2,000. Ndio. 600. Ndio. Lakini pia kuna maeneo makali yenye miinuko mikali kama hii. Ndio. Huwezi kupanda kwa miguu, lazima mikono. Sawa sawa. Ishirikiane. Sawa sawa. Lakini katika kushuka usiniulize nini na nini kinashirikiana. Wewe mwenyewe unaona. Kama unapanda kwa kutumia mikono ndio na miguu, jiulize mteremko hadi kule chini unashuka na nini?
Kuna ndugu zangu wao wanaacha nguo huko, akishuka pale anabadilisha alizotoka nazo huko anaziacha huko. Sawa. Kwa hiyo tupende utalii wa ndani ndugu zangu. Hii ndio Mbeya. Unakosaje kuitazama Mbeya kama inavyoonekana? Bwana Samu Mpogole anamalizia kupanda. Hiki ni kipengele kinaitwa Mlima Kucha. Wenyewe wanaita Mlima Kucha. Kutoka hapa Mlima Loleza katika eneo hili la Mlima Kucha. Mimi ni Samuel Mpogole aka majina anaitwa Clemens Gerald Mwaisunga alimaarufu sauti ya mamlaka. Ni mkazi wa Mbeya na mwanamichezo kutoka Mbeya mjini. Leo hii tulikuwa tuna zoezi la kupandisha Mlima Loleza. Hatimaye tumefika kilele cha Mlima Loleza, na lengo la kufanya zoezi hili kupandisha hapa Mlima Loleza, tunawiwa kupandisha Mlima Mbeya kwa wanamichezo wa Mbeya ni ndani ya wiki 2 zijazo. Kwa hiyo kupandisha leo hii Mlima Loleza ni kwa ajili ya kufanya home up kwa ajili kufanikisha hilo zoezi la kwenda kupanda Mlima Mbeya. Okay, kutokana na uzoefu wako wa kupanda mlima huu Loleza, kitu gani hasa ambacho umeweza kufurahia nacho? Kitu gani ambacho umeona cha kipekee hasa katika Mlima Loleza siku ya leo? Siku ya leo kuna vitu vingi, lakini cha kwanza kuna hali ya hewa safi, lakini kuna utulivu ambao ni kama tiba kwa maisha tuliozoea mjini na utofauti uliopo huko juu ukishapandisha. Kutokana na hali ya hewa jinsi ilivyo, utulivu uliopo ni kama tiba inakuwa mwilini. Umeonekana ukipandisha kwa miguu lakini ukiwa hujavaa viatu, kitu ambacho si kawaida kwa watu wengine ambao wamekuwa wakipandisha Mlima Loleza. Nini hasa sababu ya wewe kuweza kupandisha kwa namna hiyo? Sababu ya mimi kupandisha nikiwa peku, enzi za babu zetu walikuwa wanafanya maisha kwa kutembea peku, na ukiwa peku unasema unakuwa karibu sana na asili ambayo ni ardhi, maji na hewa. Kwa hiyo mimi nimefanya haya ni kama kuwa karibu na asili. Unapotembea ukiwa peku kwenye mlima huu, kuna changamoto zote umeweza kukutana nazo? Hamna changamoto yoyote. Nini ambacho ungependa kuambia wale wote ambao sasa mara nyingi wamekuwa na hofu kupandisha Mlima Loleza, wakisema ni mlima mgumu, wengine wakiogopa kwamba bwana hatuwezi na vitu kama hivyo? Cha kwanza ni wasipitishie usalama, kwa sababu kama mimi ninayezungumza hapa ni askari kutoka Jeshi la Akiba, lakini tumeungana na askari wengine wanaotoka Jeshi la Akiba. Kwa hiyo cha kwanza kwa wale ambao wana hofu labda kunaweza wakapata vibaka, kuwapola mali na nini, tunahakikishia hilo kwanza, usalama upo. Lakini kitu cha pili, hili ni zoezi kama mazoezi mengine kama kukimbia. Kwa hiyo usiwe na hofu ya kwamba eti utaweza ukapata shida ukija huku, na tunahakikisha mtu ambaye tunaanza naye safari lazima tufike naye na turudi naye kwa namna yoyote. Ambapo atakuwa amepata changamoto tutamsaidia ili tufikishe lengo la kupanda na mtu na kurudi na mtu. Kwa majina naitwa Shawiyar Mohamed, ni mkazi wa Mbeya. Nimepandisha mlima, hii ni mara ya 5 sasa hivi. Kwa mwaka huu ni mara ya kwanza, ila kwa mwaka jana nilipandisha mara 4. Nini sababu inayokufanya wewe uweze kupandisha mlima huu Loleza wakati wengine wakilalamika kwamba ni mlima mgumu na vitu kama hivyo? Mara ya 5 sasa hivi. Ndio. Hakuna ugumu katika kupandisha mlima. Ni raha, relax mwili, unaenjoy. Kwa mimi binafsi napenda kwa sababu ni moja ya zoezi. Kupandisha, nafanya zoezi. Katika mara zote ambazo umekuwa ukipandisha safari zako, unaweza ukaielezeaje safari hii ya kupandisha Mlima Loleza? Ni raha, hakuna ugumu kama watu wanavyosema kwamba kuna ugumu kupandisha mlima, kuna changamoto unazopata. Kwa mimi sijaona changamoto. Naona ni raha, napandisha, hali ya hewa nzuri, mandhari, kuna maua, kuna mawe mazuri. Kwa hiyo kiufupi ninapendeza. Na washauri vijana, wazee wote karibu. Kwa majina naitwa Bryson Aidan, ni mkazi wa Mbeya mjini, na hii ni mara yangu ya kwanza leo kupandisha Mlima Loleza, na nimejifunza vitu vingi sana, kuangalia mazingira halisi ya mji wetu na mkoa wetu. Pia kuna uoto wa asili mwingi sana, kwa hiyo ni sehemu nzuri kupandisha na kuendelea kuja kujifunza mazingira na namna wenzetu wanavyoishi, wanaishije. Kabla ya kuanza kupandisha mlima huu Loleza, ikiwa ni mara yako ya kwanza, ulikuwa unawaza nini kichwani? Mwanzo nilikuwa na hofu. Baada ya kusikia Mlima Loleza, afu tukikaa chini tunaona mlima huko juu, nikasema sidhani kama nitafika. Ila kwa uwezo wa Mungu amenijalia tumefika salama wote. Yeah. Una uzoefu wa kupanda milima kadhaa hapa Tanzania ambao umeshawahi kupanda, unaweza
Hapana, ni mara yangu ya kwanza hii sasa. Nini kimekuvutia? Nini kimekustaajabisha katika kupanda huu mlima Loleza ikiwa ni safari yako ya kwanza? Nadhani ni umoja wa watu ambao nakuwa nao, wakasema bwana, leo itabidi tupande au tukajifunze wenzetu wanaishije. Nikaona ni vyema, ni fursa nzuri. Kwa kupanda peke yako unaweza ukachoka na usiweze kufika, ila mkiwa kama timu ni jambo jepesi sana. Kwa majina naitwa Abednego Sefania alimaarufu Money Hunter. Nafurahi sana kupanda mlima Loleza kwa sababu ya vitu kadhaa ambavyo vilinifanya nipande mlima. Aidha kujua mazingira yanayohusiana na uoto wa asili, yanayohusiana na namna ya watu wanavyoishi, umeona. Lakini pia kupanda mlima ni moja ya zoezi ambalo mimi nilifurahi kwamba nikipanda mlima natengeneza muscles zinakuwa poa. Ninapokuwa napanda mlima miguu yangu itakuwa imara, kila kitu kitakuwa sawa, umeona. Kwa hiyo ni moja kati ya zoezi. Lakini pia kupandisha mlima Loleza ni rahisi sana, so vigumu sana, kwa sababu nina uzoefu wa kupanda milima midogo ambayo nishai kupanda kabla. Kwa hiyo ni rahisi sana kupanda mlima. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote ambao wanahitaji kupanda milima hii. Ni muhimu sana kwa ajili ya mazoezi ya nini. Kitu gani hasa kimekufurahisha, kimekustaajabisha, kimekushangaza katika kupanda kwako mlima Loleza ukifananisha na milima midogo ambayo umesema umeshawahi kupanda hapo awali? Mlima Loleza, kitu ambacho kimenifurahisha, kuna hewa nzuri. Kuna misitu mizuri, kuna vitu vingi vizuri vivutio. Ikiwepo pia mlima Kucha ambao tumeupanda kwa hapo katikati. Kwa sababu ukitoka chini katikati kuna sehemu panaitwa mlima Kucha, ambapo hapo mlima Kucha na penye ni mzuri sana, ambao ukiwa unapanda pia unatengeneza misuli ya mwili inakaa poa. Kwenye mlima Kucha kuna nini hasa ambacho sasa mpaka unadhani wamependa kupaita mlima Kucha? Kuna tofauti gani na sehemu nyingine ambazo mmekuwa mkipanda? Ni sehemu ambayo ina kigongo, naweza nikasema kigongo chake kuna namna ambavyo kimekaa tofauti na sehemu zingine zote. Kwa maana gani? Yaani kigongo chake kimeinuka, kuna mawe ambayo kwa namna ya upandaji haupandi kawaida kutembea, ila unapokuwa unapanda unakuwa lazima utumie, tuseme unapanda kama nyani. Kwa hiyo unaweza kutumia mikono na miguu. Ya kuvutia, yapo na mawe, ya kuvutia. Nilikwenda Mbeya, kuna matata, Mlima Loleza, kuzuri sana.